kwa mara zote nyuma. Kwa hiyo ni tumejipanga tu na wao wenyewe wachezaji wamekuwa pia na hiyo kiu ya kudondoka mara nyingi, hatimaye imeweza kufanikiwa na sasa hivi tunavyozungumza tuko kwenye hatua ya makundi. Uliamini kama mtaibuka na ushindi wa goli 7? Hatukutegemea kama tunaweza tutafunga magoli hayo mengi, goli 7, lakini tulikuwa tunajua tunaweza kuvuka kwa sababu tulishakuwa na mtaji wa goli 2, tulikuwa tunajua hapa tunakuja kushinda, lakini hizi 7 zimekuwa surprise kwetu. Kwenye nafasi yako kama kiongozi wa Azam FC kwa muda mrefu sana, kumekuwa kuna maneno kadha wa kadha ikionekana kwamba labda uongozi wa Azam FC unashindwa kufanya vitu kadhaa ili timu iweze kufika kwenye malengo yake. Pengine hili ulikuwa unalisikia na unaweza kulizungumzia? Nimefurahi sana umeleta swali hilo. Na hilo lilikuwa ndio tunasemwa kila mara, lakini hao walikuwa wakisema kuwa uongozi wa ufai uletwe uongozi mwingine. Uongozi huo ndio umeweza kuivusha leo timu kwenda hatua ya makundi. Kwa hiyo uongozi huu pia unaweza kufanya jambo lingine mbele, kwa sababu kila unavojikwaa na unanyanyuka ndio unavoendelea, lakini ingekuwa kama tunajikwaa tunabakia pale chini, hilo ndo tatizo. Lakini tunajikwaa, tumekuwa tukijikumta na tumenyanyuka tena, na hatimaye leo uongozi ule ulikuwa kisemwa ndio ule umeweza kuingiza timu makundi. Kwa bahati Mwenyezi Mungu amejalia uongozi umebakia ule ndio umepeleka timu makundi. Au sababu ya mabadiliko ya uongozi wa zile ngazi za club. Hata kama ulimebadilika, lakini watu ni wale. Popat ndio yule. Popat ndio yule kwa CEO. Sasa hizi amekuwa makamu. Alafu kama pia ukumbuki, naweza kukumbusha, mimi kwenye uongozi kwanza nilikuwa makamu kwa mwaka mmoja, alafu ndo nikawa CEO. Kwa hiyo uongozi ni ule tu, umekuwa tu ukibadilika zile position, lakini uongozi ni ule tu. Ilikuwa nakuumiza ukisikia hivyo au ilikuwa inawaumiza? Kama binadamu siku zote ukiwa unaambiwa jambo lazima likuumize, ambalo wewe ndani yako ya nafsi unajua kama umekuwa ukipambana sana. Kwa hiyo inakuwa inakuumiza, unapambana, lakini bado watu wamekuwa wakiendelea kukuumiza. Kindo maisha yetu yote yaliyopo duniani, huwezi kusema vizuri na kila mtu. Kuna wengine watakusema vibaya, wengine wakusema vizuri, na wale wakusema vibaya leo hapa saizi wapo na hapa wanaomba picha na mimi. Tuseme ile Mmekuwa na kocha mwenye CV kubwa sana, Forai Bengi, na amekuwa akizungumzwa hata vijiweni kwamba mmoja wa kocha ambaye ilikuwa dhahiri shairi atapeleka Azam anapohitajika. Baada ya makundi, kuna lolote ambalo pengine aliona kutokana na sajili ambazo pengine pia mkifanya timu ya Chamuzi? Baada ya makundi, tukizungumzia kwenye CAF Confederation Cup, malengo yanaenda yakibadilika. Sasa malengo yetu kwanza alikuwa kuingia group stage. Sasa malengo yanaenda kubadilika, malengo sasa yanakuwa ni robo final, kwa sababu huwezi kuingia kwenye hatua ya makundi afu ukasema mimi naenda kushiriki tu hatua ya makundi. Kwa hiyo sasa hivi dhamira yetu ni kwenda kwenye hatua ya robo finali. Machozi ambayo yametoka hii leo kutoka kwako yana maana gani sana? Ametangulia kusema tulikuwa tukisemwa sana, kwa hiyo ile furaha yangu nadhani nilishindwa kujizuia na automatic nimeona tu machozi yakinitoka. Na kwanza kwangu kuna mwenzangu alikuwa pale juu, yalimwanza tulivyoanza kuonana na kukumbatiana wote imetujaa ile furaha na machozi ya furaha ilitoka. Sasa hivi yameshakauka na sasa hivi tunaendelea kusmile na tutasherehekea mpaka kesho. Baada ya kesho tutasahau tena. Vice President, pengine kuna kitu special ambacho mmepanga kukiandaa kama uongozi kwa wachezaji ambao wamewafanikisha kufika katika hatua hii ya group stage? Kwa hatua hii bado hakuna la zaidi, tumeshasherehekea hapa uwanjani na wamiliki wa timu. Kwa mara ya kwanza nadhani wengi mmewaona wameweza kushuka, na kwa namna hiyo mtaona kwa jambo hili lilikuwa ni kiu namna gani kubwa kwetu sisi. Watu wengine wanaweza katuona kama jamaa wa shamba, jambo hili kuingia group stage wanashangiliaje namna hii, lakini nadhani wenyewe wiki nzima mlikuwa mnaona tulikuwa tunajiandaaje. Kwa hiyo jambo kwetu sisi ni kama leo kulikuwa kuna kombe hapa uwanjani tumewekewa. Kwa hiyo watakaotuona si wa shamba, acha watuone wa shamba. Ni hao watakaotuona si wa shamba ndio hao walikuwa kutusema sisi siku zote. Kuna project ambayo sasa mnakwenda kuichora kuelekea kwenye michuano ya kimataifa. Sisi kama uongozi pamoja na technical bench na wachezaji tutakaa baada kumaliza mechi yetu inayokuja ya ligi. Sasa hivi tumemaliza, hatuna saizi issue yote ya kimataifa, tunajiandaa na mechi ya ligi. Tukimaliza hizo mechi za ligi tutakaa tena na wachezaji, tutaeleza tena malengo haya ambayo tumetoka kuyasema hapa. Kwa mpira huu ambao tumeuona hii leo, mnadhani haswa hakuna
hata timu gani zingine ambazo mnatamani kwenye michuano ya kimataifa mkutane naye ili muweze kupata testa ya zaidi ya kuona ya kwamba tuna performance nzuri au tuna kiwango bora zaidi? Siku zote huwezi kusema unamtaka mpinzani ambaye yuko strong sana. Kwa hiyo kitakachopangwa, chochote kitakachokuja, sisi tunaenda kukabiliana nacho tu. Pengine tunaweza tukasema kwa hiki ambacho Azam amekifanikisha leo, pengine kwa lugha nyingine Vice tunaweza kusema Azam ilikuwa imecheleweshwa kupata kocha bora. Inawezekana, lakini narudia tena neno hili ambalo hata pale na Mheshimiwa Msigwa nilisema, football is a process. Kila kitu kinaenda, sio kama kwa sababu kuna timu nyingine iliibuka tu msimu mmoja ikafanikiwa na wao utafanikiwa hivyo hivyo. Wengine wanaenda taratibu, wengine wanaibuka hapo hapo baadaye wanapotea. Kwa hiyo sisi Mwenyezi Mungu alikuwa katuandikia njia hii. Alishatuandikia 2025 sisi tutaenda group stage na tumeenda, na pengine katuandikia tena vitu vingine mbele vinavyokuja. Kwa hiyo kocha Ibenge kwa uzoefu wake ametupeleka kwenye group stage, lakini pia tunawashukuru na makocha wengine walotangulia, nao wamefanya kazi yao kuitengeneza timu mpaka kufikia hapo. Kuna baadhi ya mashabiki wanajiuliza pengine labda Azam FC wanataka kuifananisha na Mamelodi Sundowns kwa kila kitu ambacho alichokuwa nacho. Nyinyi mkiwa kama viongozi mnaiona Azam FC ikielekea huko? Sisi Azam Football Club, sisi sio Mamelodi, sisi sio Al Ahly, sisi sio Pyramid. Sisi tutabakia kwa Azam FC. Kama mimi nilivyo Popat ni Popat tu, usinifanishe na mtu yote mwingine. Shukrani sana. Poa.